Habari ya msiba bwana, mimi nimeipata nikiwa hapa mjini Dodoma, kwa sababu nilikuwa Dodoma kulingana na shughuli zangu, na ilikuwa ratiba yangu ya kuondoka hiyo siku ya Jumatatu. Lakini kabla ya Jumatatu, siku ya Jumapili ndio napata hii habari, na kwa bahati nzuri niliweza kufika mpaka hospitali. Umeona bwana, nikahakikisha kweli Pilipili ametutoka, kwa maana ametangulia mbele ya haki. Basi kama msanii mwenzie, kama kijana mwenzie, kama binadamu mwenzangu, nikagailisha safari. Nikasema hapana, siwezi kwenda Dar es Salaam alafu nikaacha huu msiba. Msiba sio mdogo, ukiangalia kupitia nafasi yake, ukiangalia kwenye nyanja zote. Pia kwenye upande wangu wa dini yangu ya Kiislamu, kufanya maziko ni moja ya ibada pia. Huwezi amini, nikagailisha kusafiri kwa maana ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka leo Alhamis, ambapo nahakikisha tutampeleka kwenye safari yake ya mwisho, kwa maana ya kwenda kumzika makaburini. Baada ya hapo tunamwachia Mwenyezi Mungu. Tunaenzi vipi mazuri ambayo yalianzisha? Unajua, kawaida ya sisi binadamu, mara nyingi msiba unajua ukiwa uko mbali kidogo kama tunajisahau, lakini msiba ukiwa karibu ya kwako, kwa maana nduguyo, rafiki yako, mzazi wako, mtoto wako, ndio unaona uzito wa hicho kitu. Ukweli kabisa, MC Pilipili ni kijana ambaye alikuwa na ndoto zake kubwa sana, na tumemuona katika namna ya upambanaji wake. MC alikuwa mwalimu, lakini angalia aliwezaje kuhama mpaka akaja kwenye vichekesho, mpaka akaja kwenye UMC. Kama unavyojua, alienda mpaka kwenye uchungaji. Maana yake ni ndoto, kila alipokuwa anafikiria alitamani kufika. Na nashukuru pia, kati ya mtu ambaye pia wakati anaanza vichekesho tulikuwa pamoja, kwa maana ya kumuona enzi zile za TMT kupitia Proin, tulimuona ana uwezo wake, umeona, na mwisho wa siku akathibitisha kwa Watanzania kulingana na hizo kazi zake. Kwa hiyo mimi kama kijana ambaye pia ni mpambanaji, ameniachia funzo namna ya uthubutu. Leo unaona huu msiba, hata kwenye mipango mingine ya rambirambi watu wamekuwa ni wepesi sana wa kutoa, kwa sababu hakuwahi kuchagua makundi. Ni mtu ambaye alijaribu kuishi na kila mtu kwa usawa. Leo hapa unaona kuna MC kibao, wasanii kibao wametoka Dar es Salaam wa kila aina, watu kwa maana ya waheshimiwa, viongozi wa nchi. Sio kitu kidogo. Leo unaona kamati nzima ya huu msiba, mwenyekiti wa kamati ni Mheshimiwa Mavunde. Sio kitu kidogo, umenelewa ni namna gani aliweza kuishi na watu. Tuseme tu ukweli. Pamoja na yote, pia kijana mwenzetu ametangulia. Funzo kubwa ambalo linabakia, tukumbuke pia ibada. Unajua, mtu anapokuwa anaondoka, yeye ndo amemaliza. Pilipili leo amemaliza. Umeona, tunaenda tunamzika, tunamuacha kwenye makazi yake ya milele. Sisi tumebakiwa na nini? Ukiachana na mafunzo yake yote, turudi sasa kwa Mola. Lazima kama kidogo tumejisahau, kwa sababu sisi wanadamu hatujakamilika, basi tukumbuke toba. Toba ndo kila kitu, kwa sababu Mwenyezi Mungu pekee ndo anajua sisi mwisho wa safari yetu ni ipi. MC Pilipili unaona alikuja kikazi, yuko salama, haumwi, hana tatizo lolote, lakini leo hayupo. Umeona, maana yake kifo muda wowote kikikufikia ni unakwenda tu. Kikubwa ndugu zangu, vijana wenzangu, jamani, tukumbukeni toba, 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 toba. Hilo ndo la msingi, na mwisho wa siku ukifanya toba, hata ndoto zako Mwenyezi Mungu anakufanyia uwepesi na kufanikiwa pia. Hilo ndo la kwangu. Zaidi nasema tu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. ST Bongo, nyumbani kwanza.